iliitwa Yebusi. Hao waamuzi 12 waliotawala miaka 300 taifa la Israeli hawakuweza kuchukua huu mji. Kwa nini hawakuweza kuchukua wakati ilishatabiriwa ya kwamba Yerusalemu ndio itakuwa makao makuu ya Israeli? Ukiangalia taifa hilo lilitawaliwa na waamuzi ambao walikuwa ni mashujaa, watu wenye sifa, kina Yefta, kina Debora, kina Gideon, kina Samson, kina Sauli na wengine wengi. Walitawala, lakini hawakutawala ule mji wa Yerusalemu. Walikuwa wanatawala kando ya mji, walikuwa wanatoka Yuda, na hakuna aliyepata ujasiri wa kuchukua ule mji wa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Geukia jirani yako, mwambie ni wakati wa kuvuka mipaka uliowekewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hawa majamaa walishindikana kwa miaka 347, na kwenye kitabu hiki cha Samueli wa pili tuliposoma, waliokuwa wanatawala Yerusalemu walikuwa ni vipofu na viwete. Na ndio maana Daudi alikuwa na wivu sana. Daudi alikuwa anachukia walipokuwa wanamwambia uwezo ukatawala Yerusalemu kabla hujawaondoa wenyeji wanaokaa pale. Ni viwete na vipofu. Unaweza ukajiuliza maswali. Je, Samson alikuwa hana uwezo wa kupigana na vipofu hawa? Kina Yefta mashujaa walikuwa wana uwezo wa kupigana na vipofu? Lakini unaambiwa watu hawa walikuwa ni watu wasiopigika, watu wasiosogelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Daudi wanamwambia ya kwamba uwezi ukauchukua mji ule wakati waliokutangulia wameshindwa kuuchukua, na uwezi ukakanyaga pale kabla hujawaondoa watu wale wanaokaa pale ambao ni vipofu na viwete. Wamekaa kwenye mipaka. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuvuka ule mpaka na kuutawala pale. Hakuna mtu anayeweza kuvuka na kumiliki ule mji. Wakati imeandikwa, wakati ilitabiriwa, lakini walishindwa kwa sababu kuna watu walikuwepo mahali pale, wamesimama, wanahakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuingia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa wakati Daudi anapakwa mafuta, wazee wamemwendea Daudi, wanamwambia sasa ni wakati wa wewe kupakwa mafuta ili uweze kutawala Israeli. Daudi alitawala akiwa kando ya mji wa Yerusalemu miaka 7, na alianza kutawala akiwa na miaka 30. Miaka 7 anatawala, anatoka kando ya mji. Ilikuwa ni haki ya kutawala wakiwa makao makuu, lakini kuna watu wameweka mipaka, kuna watu wameweka kizuizi ya kwamba hakuna mtu ambaye anaruhusiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wazee wakaenda wakamwambia Daudi ni wakati wa kutawala Israeli yote. Wakamwambia tazama, sisi tu mifupa katika mifupa yako na nyama kati ya nyama yako, lakini watu hawa huwezi ukapigana nao. Na maandiko anasema walidhani ya kwamba Daudi hawezi akapigana na watu wale. Na Daudi alipopakwa mafuta ya kuwa mfalme, jambo la kwanza Daudi anasema ninautaka mji wa Yerusalemu. Wakamwambia mzee hauwezi.
wakasema walioshindwa ni wengine, lakini Mungu wangu hajashindwa. Wakaanza kumpa habari za kina Gideon, wakaanza kumpa habari za kina Samsoni, wakaanza kumpa habari za kina Yefta, wakampa habari za kina Baraka, wakaanza kumsimulia mashujaa wa kina Joshua. Lakini akawaambia, sikilizeni, walioshindwa ni wao, lakini Mungu wao hajashindwa kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Walioshindwa ni wao, lakini Mungu hajashindwa kuwatoa watu wale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na walidhani hatoweza, waliweka mipaka wakiamini ya kwamba hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kutawala mahali pale. Kama ambavyo kuna watu tumeokoka sawa, lakini kuna hatua uwezo ukaipiga. Kuna watu wamewekewa mipaka ya kwamba uwezo ukafika mahali fulani, ya kwamba kama ukoo wenu ulishindwa kuvuka mahali fulani, wote watakaotoka kwenye kizazi hicho hawawezi kuvuka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninazo habari njema mchana wa leo ya kwamba Bwana anakuvusha mipaka uliowekewa. Bwana anaashiria neema ya kuvuka mipaka uliowekewa na maadui zako. Haijalishi ndugu zako wameshindwa, lakini wewe utaweza kwa jina la Yesu. Walioshindwa ni ndugu zako, lakini Mungu wako hajashindwa. Walioshindwa ni wazazi wako, lakini Mungu wako hajashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi anawaambia sawa, sitaki kusikia habari hizo. Ninachojua ni kwamba Mungu wangu hajashindwa. Ninachojua ni kwamba Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo hajawahi kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu wako hajashindwa. Walioshindwa ni ndugu zako. Nami ni maombi yangu mchana wa leo ya kwamba ukatawale mahali ambapo ndugu zako walishindwa kutawala. Ukamiliki miliki zako katika jina la Yesu. Ukaitawale Yerusalemu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka unisikilize vizuri. Hautatawala kwa sababu na nguvu, hautatawala kwa sababu na elimu. Utatawala kwa sababu Mungu wako anazo nguvu. Utamiliki kwa sababu Mungu wako anazo nguvu. Haijalishi wamejipanga kiasi gani, lakini nataka nikwambie Mungu wako hajawahi kushindwa. Haleluya. Walioshindwa ni wao, lakini wewe hutashindwa. Walioshindwa kuvuka ni wao, lakini wewe utavuka. Wale walioshindwa kutawala ni wao, lakini wewe utatawala. Nasema utatawala kwa jina la Yesu. Nasema utatawala kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Unastahili kutawala, unastahili kumiliki, lakini kuna mipaka imewekwa, lakini kuna maneno yaliyotamkwa juu yako yanakunyima kuvuka hapo. Unajua maneno yanaweza yakaweka mipaka. Ukisoma Yeremia 18:18, Yeremia alipopata habari ya kwamba wamenena maneno juu yake, Yeremia akatambua ya kwamba haya maneno yaliyonenwa ni mtego katika ulimwengu wa roho, ni kizuizi katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana angalia, Yeremia anasimama na kuyahukumu yale maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu wamekosa vitu fulani, ni kwa sababu ya maneno yaliyotamkwa juu yao, na yale maneno yameweka mipaka, na yale maneno yameweka mipaka, na wengine wamekwama mahali fulani, ni kwa sababu ya huko walikotoka, ni kwa sababu ya misingi waliotoka huko. Lakini nataka nikwambie kwamba yuko Mungu anayeweza kuvunja mipaka waliokuwekewa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Daudi anasimama kwa ujasiri, anapiga kifua chake, anasema ni kweli ninaelewa habari za Joshua, ni kweli ninajua habari za Yefta, lakini wao ndio walishindwa, lakini Mungu wangu hajashindwa. Lakini Mungu wangu hajashindwa. Kama Mungu wangu hajashindwa, basi huyo Mungu atanipa kumiliki mahali ambapo wengine wameshindwa kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu ni vipofu, ni viwete. Nikawa najiuliza swali ya kwamba wanatumia silaha gani? Na kila aliyekuwa akiingia kwenye ngome yao alikuwa hawezi kutoka.
ule mji ulizungukwa na ukuta mkubwa sana, ukuta ambao maadui hawawezi kuvunja. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Umezungukwa na ukuta mkubwa kiasi kwamba hakuna anayeweza kuvuka. Na ndio maana hawa wazee wanamwambia, sikiliza Daudi, ni kweli sisi ni mifupa kati ya mifupa yako, maana yake tutakusapoti kwa kila kitu, na ni nyama katika nyama yako, maana yake tutasimama na wewe katika vita yoyote itakayoinuka. Lakini alipowaambia kwamba ninautaka mji wa Yerusalemu, ninautaka mji wa Yerusalemu, wale wazee wakarudi nyuma kwanza, wakamwambia hatutaweza, wakamwambia hatutaweza. Sikiliza nikwambie, nataka nikwambie, utaimiliki Yerusalemu yako, utaimiliki Yerusalemu yako, utaimiliki Yerusalemu yako. Haijalishi hao vipofu wamekaa mahali pale, haijalishi viwete wamekaa, haijalishi ni silaha gani iliyosimama, nasema utamiliki Yerusalemu yako, utamiliki Yerusalemu yako, huo mji wako utamiliki, hiyo baraka utaimiliki katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unajua kuna watu wakikutazama wanasema huyu mtu ni kweli ameokoka, lakini tutahakikisha hapa atafika. Lakini nataka nikwambie, ninazo habari njema jioni ya leo na mchana wa leo na tarehe leo, na mbingu zinisikie ya kwamba Bwana akaiashirie neema itakayokuvusha katika hiyo mipaka. Bwana akupe neema ya kuvuka katika jina la Yesu. Mipaka walioweka kwenye ndoa yako, wanasema utakaa kwenye hiyo ndoa, wanasema utamiliki hiyo kazi, wanasema utapata hiyo biashara. Ninazo habari njema ya kwamba walioshindwa ni wao, lakini Mungu wako hajashindwa. Nasema Yesu hajashindwa. Utamiliki, utamiliki, nasema utamiliki, nasema utamiliki. Sema amina kama unanielewa. Nasema utamiliki kwa jina la Bwana wa majeshi, utamiliki. Biblia nasema Daudi akaendelea kuwa mtu mkubwa, maana Bwana alikuwa pamoja naye. Hatuwezi kwa sababu tuna nguvu, hatuwezi kwa sababu tuna akili sana, lakini tunaweza kwa sababu aliyekuwa upande wetu anaitwa Bwana wa majeshi. Hata kama majeshi yamesimama kwenye malango, nataka nikwambie kila aliyoko hapa ana malango yake, ana malango yake. Na ulimwengu wa giza unaelewa ya kwamba huyu mtu akivuka mpaka huu ametoboa, ya kwamba huyu akivuka hapa hatumwezi tena, ya kwamba huyu akiolewa, huyu akipata biashara ile si mwenzetu tena. Wanajua, wanaelewa, wanaelewa, wanajua, wanajua, wanajua huyu akivuka hatumwezi, hatumwezi. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Hatumwezi. Roho Mtakatifu akawa ananifundisha siku moja kwa habari ya ulimwengu wa roho, akawa ananifundisha kitu ya kwamba ulimwengu wa giza unafanya kazi kwa uelevu wa hali ya juu sana ili kuhakikisha watu wa Mungu wasivuke, ili kuhakikisha watu wa Mungu wasifike mahali ambako Mungu alikusudia wafike. Kwa sababu watu wa ulimwengu wa roho wakikutazama wanaelewa, wakikutazama wanajua. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Vipofu na viwete, nikawa najiuliza ni nguvu gani hawa watu waliokuwa wanaitumia. Na siku moja Joshua akawaambia Israeli ya kwamba hamwezi mkauchukua ule mji, kaeni kwanza, tulia, mle na mshibe, ndipo mtakapopigana na watu wale, ndipo mtakapovuka ule mpaka. Kuna vitu ni haki yako kuvimiliki, kuna vitu kama mwana wa Mungu ni haki yako kutawala. Maana tupo
tuko katika familia ya utawala. Tukiokoka manake tumeingizwa katika ukoo wa utawala. Sasa kuna vitu ni haki yako, na watu wengi wamezuiliwa kwenye mahali fulani na wameridhika. Kuna watu wamezuiliwa kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la uchumi, na wametulia. Sikiliza, hiyo hali ya unyonge sio maisha yako. Nasema kataa unyonge. Wewe ni mtawala katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni mtawala katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Daudi akasema, mimi sio mnyonge kama wengine, nitahakikisha ninavuka, nitahakikisha ninapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitahakikisha nimevuka, nitahakikisha ule mji nimeutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilinenwa, iliandikwa, kama ambavyo baraka, umiliki ni urithi wetu. Kwa nini sasa tuliokoka wengi, nimezungumza kwenye ibada ya kwanza ile ya Sunday school ya kwamba tuna Yesu mkubwa, lakini watu wakitutazama hatufanani na huyo Yesu anayeweza yote. Ni kwa sababu kuna mahali tumekwama, ni kwa sababu kuna mahali adui ametuweza. Na ndio maana ilifika wakati kina Gideon wakarizika, wakasema basi acha uendelee kutawala hawa. Ikafika wakati kina Gideon wakasema basi hawa Wayebusi hawa waache waendelee kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Waache. Kina Yefta wakasema kuliko kupigana na watu ni heri tu waache. Usilizike na hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usilizike na hapo ulipo. Daudi anasimama, mmoja kati ya maelfu, anawaambia sikiliza, naomba mniapie ya kwamba, sikiliza, napenda sana Daudi anachokizungumza. Anasema mniapie ya kwamba nitakaochukua mji huu, nisione mtu ameleta mguu wake hapa. Nitamiliki mimi na nyumba yangu, nitamiliki mimi na nyumba yangu. Lisione mtu anakuja hapa. Wale wote waliokuwa wakimvunja moyo, wakimwambia hautaweza, wakimwambia huwezi kumiliki, anawaambia mimi nitamiliki, na Bwana akinisaidia nitamiliki, nisione. Na ndio maana maandiko nasema ule mji ukaitwa mji wa Daudi. Kwa nini mji wa Daudi? Aliwaambia sawa, mmeshindwa, lakini mimi nikivuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mimi ninakuombea kwenye familia yako, haijalishi wangapi wamekwama, haijalishi wangapi wameishia walipoishia, lakini nataka nikwambia hautakwama mahali ambako ndugu zako wamekwama, hautakwama mahali ambapo wazazi wako wamekwama. Utaenda viwango ambavyo wengine hawajaenda, utamiliki vitu ambavyo wengine hawajawahi kumiliki. Sema amina kama unanielewa. Nasema utaenda mahali ambapo hata ndugu zako hawajawahi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunavuka mipaka, na kinachonibariki ni kwamba Daudi anasema nitakapovuka nitamiliki mimi na nyumba yangu. Nasema utavuka wewe na familia yako, nasema utavuka wewe na watoto wako, nasema utavuka wewe na jirani zako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hatuachi mtu nyuma, tunavuka na familia zetu, tunavuka, tunavuka, tunavuka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila familia kuna mtu mmoja anateuliwa, kuna mtu mmoja anatoka kwenye familia. Inawezekana hiyo familia inaweza ikawa ni familia duni sana, lakini kwenye hiyo familia Mungu anamtazama mtu mmoja. Nasema huyo mtu akawe ni wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu anamtazama mtu mmoja wa kumwinua na kubadilisha historia ya familia. Nasema huyo mtu akawe ni wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haijalishi kwenu ni wanyonge kiasi gani, lakini wewe Bwana anakuinua katikati ya hiyo familia, anakuinua ili ulete badiliko na uanzishe historia mpya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na Daudi kuchukua mji huu, aliingia kwa hasira sana, aliuvamia ule mji kwa hasira sana, akasema haiwezekani wote walionitangulia wakwame mahali hapa, haiwezekani wote waliotangulia waishie mahali hapa. Daudi alivamia kwa hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kuna watu wanavushwa, naona kuna watu wanamilikishwa tena, naona kuna watu wanamilikishwa miliki zao, naona kuna watu wanarejeshiwa miliki zao. Unasema naongea kitu gani? Israeli miaka 430 wameibiwa miliki. Inawezekana mababu zako na mabibi zako kuna mahali walikuwa wanaishia, kuna mahali walikwama, lakini nataka nikwambie wewe hautakwama. Nasema hautakwama, nasema hautakwama, nasema hautakwama. Tupo kwenye familia ya yote yanawezekana, yote yanawezekana. Nasema hautakwama, utavuka kwa jina la Yesu. Tena utavuka kwa ushindi, utavuka kwa ushindi, kwa ushindi, kwa ushindi, kwa ushindi. Tunatawala kwa ushindi. Nasema tunavuka, nasema tunavuka. Waliamini maneno yao yatakuwa nyavu kwenye maisha yako. Nasema hizo nyavu Bwana anazikata, tunapenya. Walisema hiyo maneno yatakuwa mtego kwenye maisha yako. Nasema hiyo mitego inafyatuliwa na tunavuka kwa kishindo. Nasema tunavuka kwa kishindo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu siwapati katika ulimwengu wa roho, lakini nataka nikwambie Bwana anafanya kitu. Nasema Bwana anafanya kitu. Kuna watu siwaoni katika ulimwengu wa roho, lakini naona Bwana anafanya, lakini naona Bwana anafanya, naona Bwana anawafusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anawafusha. Mfalme wa kwanza wa Israeli Sauli, yeye alitawala miaka 40, lakini naye pia ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza utaiona sifa yake. Hakuna aliyekuwa kama yeye katika ukoo wake. Sauli miaka 40 yote aliyotawala, hakuna alichoweza kufanya. Akatawala mwanae Jonathan, naye hakuweza kusubutu kukanyaga pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najiuliza maswali sana ya kwamba Bwana anamwambia Joshua, anamwambia kila mtakapokanyaga na nyayo zenu nimewapa kumiliki na kutawala. Sasa najiuliza Joshua alishindwa wapi kuwamilikisha Israeli Yerusalemu? Bwana Yesu asifiwe sana. Joshua alishindwa wapi? Mungu anamwambia kila mtakapokanyaga nimewapa kumiliki. Inakuwaje Joshua anashindwa kuwamilikisha Yerusalemu, Yebusi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu anatuwazia mambo makubwa. Mungu ni mpya kile itwapo leo, na anatuwazia mambo makubwa kile itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana yake ilifika wakati ambapo Joshua mwenyewe akanyoosha mikono juu akasema siwezi. Kama ambavyo kuna watu wanasema hatuwezi. Wewe sio mnyonge, kataa unyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Joshua inafika wakati anasema basi kama ndio hivyo, nyie Israeli rizika na hapa mlipo, toshekeni na haya mliopewa, kule hamtaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya ndio maisha ambayo tupo nayo. Hatupaswi
kulizika na hali tulizo nazo. Yaani katika watu ambao Mungu anawatazamia ya kwamba watapindua. Unajua ilifika wakati ambapo walipoliona kanisa la kwanza wakasema wale waliopindua ulimwengu hata huko wamefika. Unajua ifika wakati ambapo wakikutazama wanasema huyu hakika si kama sisi. Wakikutazama wanasema huyu sio mwenzetu, wanasema huyu sio mwenzetu. Lakini vitu vingine, sikiliza, vinahitaji maamuzi. Tunaamini ya kwamba Mungu yu pamoja nasi, lakini imani ni pamoja na kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni pamoja na kuchukua hatua. Hatuwezi kumiliki kabla hatujachukua hatua. Maandiko yanasema ya kwamba mtu hawezi kuchukua vitu vya mtu mwenye nguvu kama hajamfunga, si ndio? Huwezi ukachukua vitu vya mtu ambaye ni hodari, vya mtu ambaye ana nguvu kabla hujamfunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi. Maana yake na kanisa tunahitaji nguvu. Tunahitaji nguvu. Ni kweli Mungu tuliye naye ana nguvu na anaweza yote, lakini Mungu anataka tuchukue hatua. Siku moja nikawa nazungumza kitu, nikawambia si kwamba Mungu amezuia miliki zetu, si kwamba Mungu amezuia baraka zetu. Kila kitu Mungu amekiweka mbele yako, lakini ni wewe unatakiwa kuchukua hatua. Ni wewe unatakiwa kufanya maamuzi. Na ndio maana Daudi akasema, mimi sitaishia kusema Mungu yu pamoja na mimi, lakini nitachukua hatua, nitaenda. Na nitakapoenda nina uhakika Bwana atakuwa pamoja nami. Na maandiko yanasema Bwana akawa pamoja na Daudi. Nasema Mungu awe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Nasema Bwana awe pamoja na wewe. Mungu akamfanya mtu mkubwa, mtu mkubwa. Nimegusia kwamba Roho wa Mungu alikuwa ananifundisha kitu hiki kwa habari ya ulimwengu wa giza, vile ambavyo wale wana uwezo mkubwa wa kutambua. Nataka nimalize na ushuhuda huu, alafu naona kuna kitu Mungu anaenda kukifanya tutakapoingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nimeongea hiki? Nakumbuka siku moja wakati nahubiri injili za mtaani huko Feri, alitokea mzee mmoja amevaa nguo nyeupe, amejifunga na kitambaa chekundu, ana mkoba wake. Alipofika lile eneo ambalo nilikuwepo nafanya huduma, yule mzee akaniangalia sana, na alisimama karibia lisali zima. Na wakati ananiangalia, nilihisi kuna kitu kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Maana niliona giza na nikahisi uzito ndani yangu. Wakati naendelea kuhubiri, nikamwambia Mungu nitie nguvu. Wakati naendelea, kuna nguvu ilishuka isiyo ya kawaida, ilimpiga yule mzee kule alikokuwa, ikamleta akaja akadondoka mahali nilipokuwa. Na akaniambia, kijana, nimepiga magoti mbele yako. Si kwamba nimekupigia magoti wewe, lakini nimempigia magoti huyo Mungu uliye naye.
limempigia magoti huyo Mungu liye naye, limempigia magoti huyo Mungu liye naye. Huyo mzee akaniambia, Mungu wako usimwache, maana ana nguvu zisizo za kawaida. Nikagundua ya kwamba watu wa ulimwengu wa giza wakitutazama wanaelewa, na ndio maana kuna watu nyota zao zimekamatwa kwa sababu wanajua wewe si wa kawaida. Kuna watu vipawa vyao vimekamatwa kwa sababu wanajua wewe si wa kawaida. Kuna watu macho yao ya kiroho yamepigwa upofu kwa sababu wanajua wewe si wa kawaida. Kuna watu vipawa vyao vimefifishwa kwa sababu wanajua wewe si wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Wanajua. Nataka niwe na muda wa kutosha niombe na wewe. Wangapi wanataka niendelee na ufunuo huu? Ninaomba usimame mahali ulipo. Tobia na Sanbalati walipoinuka na kumwambia Nehemia, hautaweza kuinua ukuta wa Yerusalemu. Nehemia alijua ya kwamba haya maneno sio bure. Inawezekana chanzo cha wewe kutokufika mahali fulani, inawezekana ni huko ulikotoka. Inawezekana kosa si wewe, lakini ni familia yako, ni maneno yaliyotamkwa juu yako, ni maneno yaliyotamkwa juu yako. Na nataka nikwambie, maneno ni roho, maneno ni mtego wa kiroho, maneno ni nyavu katika ulimwengu wa roho, maneno ni shimo katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana Nehemia alipoyasikia yale maneno ya kina Tobia, alienda mbele za Mungu akayahukumu, kwa sababu alijua haya maneno hayataniacha salama. Ukitafakari unaona hakuna wapi umekosea, huoni kosa, lakini kwa nini haupigi hatua? Lakini kwa nini haumiliki? Mikono yako imekuwa ni midhaifu, haiwezi kumiliki tena. Ni kweli inawezekana unapata neema ya kushika uchumi mzuri, lakini huwezi kuutawala. Unapata uchumi unapitiliza, na wengine unajiuliza, kwa nini siolewi? Kwa nini sipati ndoa? Kwa nini sioi? Ukitazama una vigezo vyote, lakini kwa nini? Nataka nikwambie kuna kitu kimefanyika katika ulimwengu wa roho. Na Bwana wa majeshi, kuna watu wanaenda kuwamilikisha miliki zao. Na Bwana, kuna watu wanaenda kuwamilikisha miliki zao. Kuna watu wanaenda kutawala tena. Kuna watu watakuwa shuhuda mahali hapa. Watu watakuwa shuhuda mahali hapa. Naomba wimbo wa kuabudu, alafu kanisa tapita mbele. Mimi nitakuwekea mkono. Sijui kitu Mungu atafanya, lakini Mungu anajua kile anaenda kufanya kwenye maisha yako. Mimi sijui, lakini najua kuna kitu Mungu anaenda kufanya kwenye maisha yako. Naomba kanisa tupite mbele. Sijui, lakini Mungu mwenyewe anajua kile anachokwenda kukifanya kwenye maisha yako. Na mwingine analia, anajiuliza, kwa nini mimi? Nataka nikwambie, inawezekana tatizo si wewe, lakini kuna jambo limefanyika katika ulimwengu wa roho. Watu wameageuza maisha yako katika ulimwengu wa roho. Watu wanajua kucheza na ulimwengu wa roho. Nani kama wewe Bwana?
Naomba tufungue moyo wako, ufungue moyo wako. Tuko mbele za Bwana, tuko mbele ya kiti cha enzi. Hiki kiti kimebeba hukumu na haki. Kama wewe Bwana, haki kasimame kwenye maisha yako, haki kasimame kwenye maisha yako. Ulivyovipoteza vikarejeshwe. Jesus. Usikubali uhalisia ambao si wa kwako. Usikubali uhalisia ambao si wa kwako. Kama wewe Bwana, nani kama wewe? Mungu wetu, nani kama wewe? Kama wewe Bwana, Mfalme wa mbingu na dunia, kama wewe, Mungu wetu, nani kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, naomba ufungue moyo wako. nani kama wewe Bwana, Hana alipopata nafasi ya kukaribia mbele za Bwana, nani kama wewe, huyu mama alifungua moyo wake. kama wewe Bwana, nani kama wewe Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya baba huyu. Ninamwinua mbele zako. Ninaomba neema yako Bwana juu ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Kila vilivyofungwa kwenye maisha yako vikaachiliwe sasa, vikaachiliwe sasa, vikaachiliwe sasa. Familia ukaachiliwe sasa kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, katika jina la Yesu. Asante Praise. Kama wewe Bwana, nani kama ninakushukuru Mfalme kwa tendo lako. Bwana, Ninamwinua mbele zako Jehova. Unayajua maisha yake, unajua wapi anapita na wapi anakuhitaji wewe. Naomba Bwana ukamguse, endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Rejesha haki yake Bwana, kila vilivyoibiwa, haki ya familia yake ikarejee katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka afya, ninatamka uzima kwa jina la Yesu Kristo. Retreseke yenderebosaka mandorobosika yanama retreseke terebosa yanama. Ninamwinua mama huyu mbele zako Bwana. Orisakaya terebosa rina na masa tanabosa ya. Unayajua maisha yake Bwana, unajua wapi anapita. Rejesha Bwana, rejesha Bwana, rejesha Bwana, rejesha hiyo haki iliyoliwa na parare. Rejesha sasa, rejesha sasa by the power of Holy Ghost, katika jina la Yesu Kristo. Haki yako ireje, haki yako ireje, haki yako ireje, haki ya familia ireje kwako katika jina la Yesu. Kwa Bwana rejesha, rejesha. Fungua moyo wako, Bwana anafanya, Bwana anatenda, Jehova anafanya.
rabasatarabasayanama reposeketerebosika. Ninaamuru, achilia katika jina la Yesu. Mashariki achie, magharibi achie, kaskazini achie, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hizo nyavu zichanike kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba msaidie, ni yule uliyemfia pale msalabani. Naomba neema yako Bwana, mvushe katika mapito anayoyapitia, mrejeshe miliki zake tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nenda umiliki miliki zako, nenda utawale katika jina la Yesu. Rekeseketerebosa manderebosika yana mama. Ninamwinua mama huyo mbele zako Bwana majeshi. Baba msaidie, unayajua maisha yake, unayajua mapito yake. Gusa maisha yake Bwana. Umesema utarejesha vilivyoliwa na parare, madumadu, nzige na tubutu. Rejesha afya yake katika jina la Yesu Kristo. Afya ya familia, afya ya uchumi wa familia, afya ya uzao wake katika jina la Yesu Kristo. Bwana mponye na kumkumbuka, fungua maisha yake. Nenda umiliki, nenda utawale wewe na uzao wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu. Rekeseketerebo. Ndiyo Bwana majeshi, ninamwinua mama huyu mbele zako. Unayajua maisha yake. Manderebosa kayanama riboseketerebosa yanama. Unajua ni wapi anatamani umguze. Ponya familia yake, ponya maisha yake, ponya Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rejesha Bwana vilivyoibiwa na parari, nzige na tunuto katika jina la Yesu Kristo. Rejesha kabisa. Unayajua maisha yake, unayajua. Msaidie Bwana, nenda ukamiliki, nenda utawale katika jina la Yesu. Manderebosika ya na mama rebosaka ya terebosaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninamwinua mama huyu mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote lilipofichwa jina lake, miliki zake na tawala zake, katika jina la Yesu Kristo. Bwana rejesha, Bwana rejesha, Bwana rejesha haki ya familia, haki ya ndoa yake katika jina la Yesu. Ponya maisha yake, ponya uzao wake, ponya Bwana, ponya Bwana. Rejesha afya kwa jina la Yesu. Hayo maneno yaliyotamkwa katika ulimwengu wa roho ninayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninayahukumu, ninayahukumu hayo maneno, hayo maneno kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, 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 moto. Ninayahukumu hayo maneno yaliyotamkwa juu yako. Moto, huwezi ukastahimili, huwezi ukastahimili ewe adui, huwezi ukastahimili. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninarejesha vilivyoliwa na parare, parare na madumato kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu ninaachilia moto, ninaachilia moto kwenye hizo madhabahu walipolitaja hilo jina lako. Ninaachilia moto, 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 moto. Toka chia, toka chia, toka chia,
toka chia, mwacha kae, toka chia kwa damu ya Yesu. Hiyo nguvu iliyokamata, hiyo nguvu iliyokamata, hiyo nguvu iliyokamata waombaji, toka chia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninamwinua mama huyu, naomba waombaji endelea kumwambia mama huyo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatamka uzima na afya njema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wa urejesho, rejesha afya yake katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Saidie Bwana, kumbuka familia yake, ponya uzao wake katika jina la Yesu. Ninatamka uzima kuanzia utosi mpaka uhai katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Mungu akukumbuke, Bwana akutetee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, katika jina la Yesu ninamwinua mwanao huyu mbele zako. Unayajua maisha yake, unajua wapi anapita. Ndiyo Bwana, unajua kila mipaka aliyowekewa katika ulimwengu wa roho, ninaivunja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Huo ukuta uliosimama mbele yake, huo ukuta katika ulimwengu wa roho, uliangusha ukuta wa Yeriko. Baba, kambushe na ukuta huo uliosimama kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hiyo mipaka ya kifamilia, hiyo mipaka ya ukoo, ninaivunja na kuiharibu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nenda umiliki miliki zako, nenda ukatawale, nenda ukatawale, nenda ukatawale kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nenda ukatawale, nenda ukatawale, nenda ukatawale. Miguu hii itakapokanyaga ikamiliki na kutawala katika jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Uchumi wako uponywe katika jina la Yesu. Upendeleo wa kiungu juu ya maisha yako, Bwana kutane na wewe katika kila hatua katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninamwinua mtumishi wako huu, naomba neema yako juu ya maisha yake Bwana majeshi, katika jina la Yesu. Kila mipaka katika ulimwengu wa roho haina nafasi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu wa urejesho. Rejesha Bwana, rejesha Bwana ile miaka iliyomezwa na huyo joka, ikarejeshwe tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nenda umiliki miliki zako, nenda utawale katika jina la Yesu. Uchumi wako kaponywe, uchumi wako kaponywe. Mungu aliyewazidisha Israeli katika kijiji cha Gosheni, akazidishe kile utakachokifanya kwa mikono yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wa majeshi, ninamwinua mama huyu mbele zako. Ekeseketerebosika mandorobosika yanamaseterebosaya. Unayajua maisha yake Jehova. Rejesha Bwana amani ndani yake, ponya familia yake, ponya ndoa yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Rejesha Bwana, rejesha mfalme kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila vilivyoliwa na parare na madumaji, kila mipaka iliyosimama mbele yako, hiyo mipaka iliyowekewa katika ulimwengu wa roho, ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninayaharibu kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ninayahukumu hayo maneno yaliyotamkwa kinyume na wewe katika ulimwengu wa roho, hayo maneno yaliyotamkwa juu ya uzao wako, juu ya familia yako, ninayahukumu kwa jina la Yesu. Bwana kukumbuke wewe na familia yako
nenda ukamiliki katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ninamwinua binti huyu mbele zako Mfalme, ninaomba neema yako juu yake. Mponye Bwana hiyo mipaka ya kifamilia, ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ukamsaidie katika maisha yake ya ujana. Simama pamoja naye, pe heshima, mwinue katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa damu ya Yesu ninamwinua kijana huyo, e Bwana, namwinua mbele zako Mfalme. Unayajua maisha yake, wapi anapita na vita alionayo. Ninamwinua mbele zako Jehova, naomba neema yako Bwana ikamfunike, mpe majira mapya na hatua mpya. Gusa maisha yake Bwana, kila mipaka aliyowekewa katika ulimwengu wa roho, ndiyo Bwana. Bwana Mungu, fanya njia kwenye maisha yake. Komboke Bwana na kumponya. Nenda umiliki, nenda utawale katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninamwinua kijana huyu mbele zako Mfalme. Ninaomba neema yako juu ya maisha yake. Ponya maisha yake Jehova, gusa maisha yake katika jina la Yesu. Ninavunja na kuharibu kila mipaka katika ulimwengu wa roho, kila misingi mibovu inayopinga hatima yake, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo. Rikasakatarabasyanama rekeseketerebosianama. Ulimfanya Yabesi kuwa mtu mkubwa, ukambariki na kumwinua. Baba, ukambariki kijana huyu, uchumi wake ukaponywe, hatima yake ikafunguke katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, katika jina la Yesu ninamwinua kijana huyu, nayajua maisha yake na moyo wake pia, vita na upinzani anaokutana nao. Ninaomba neema yako Bwana, ponya maisha yake Jehova, gusa sikayandalabasakayanama hiyo mipaka katika ulimwengu wa roho, hizo nyavu, huo ukuta ukaangushwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maneno yaliyotamkwa kinyume na wewe ninayahukumu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nenda ukamiliki, nenda utawale, uchumi wako ukaponywe. Bwana kukumbuke na kuzitanua hozi zako, na kubariki na kukulinda katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninamwinua kijana huyo mbele zako. Unayajua maisha yake, wapi anapita na wapi anakuhitaji wewe. Ninamwinua tena mbele zako. Ponya maisha yake Jehova, gusa maisha yake Bwana majeshi. Kila mipaka katika ulimwengu wa roho ninaivunja na kuiharibu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu. Misingi mibovu inayofuatilia maisha yake, toka katika jina la Yesu. Navunja na kuharibu hiyo misingi mibovu inayosimama kinyume na wewe, na mahali popote jina lako lilipotajwa kwa ubaya, ninalikomboa kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki. Bwana, bariki uchumi wako katika jina la Yesu. Nenda umiliki na kutawala katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wa majeshi, ninamwinua binti huyo mbele zako. Unayajua maisha yake na hatima yake. Ninamwinua mbele zako Bwana majeshi. Naomba ukamsaidie, ukamtetee, mshindie katika vita anavyovipitia. Ninavunja kila mipaka, kila ngome kwa jina la Yesu Kristo aliye hai.
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninayahukumu hayo maneno, hiyo silaha inukayo kinyume na wewe ninaihukumu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Mungu akuponye na hatima yako ikafunguke katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana-kondoo. Bwana akupe mwanzo mpya, Bwana akupe majira mapya, asimame na wewe katika hatua hii ya ujana wako, ukalete heshima katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninamwinua binti huyo mbele zako, ninaomba neema juu ya maisha yake Bwana, kamponye katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, hatima yake ikafunguke. Kila mipaka iliyowekwa ninaivunja na kuyaribu. Kila maneno yaliyotamkwa kinyume naye ninayahukumu kwa damu ya Yesu Kristo. Hizo madhabahu zinazosimama kinyume na wewe, paka katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana-kondoo. Baba, msaidie, ponye, simama pamoja naye katika jina la Yesu. Na mwana wa mtoto huyu mbele zako, natamka uzima na afya njema, akawe ni kichwa katika masomo yake, wala si mkia wa juu si wa chini. Tamka uzima na afya njema katika jina la Yesu Kristo, hatima yake ikafunguke na afya yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mipaka katika ulimwengu wa roho haina nafasi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila misingi mibovu ya familia ninayaribu kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu na mwana wa kijana huyu mbele zako, naomba neema yako Bwana, neema yako Bwana, neema yako Mfalme, neema yako Adonai. Ndiyo Bwana, umesema unayajua mawazo unayomwazia. Kila silaha, kila silaha, kila silaha, kila silaha yosimama kinyume naye ninayohukumu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hatima yako ikafunguliwe. Kila mipaka katika ulimwengu wa roho, kila upinzani katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uchumi wako ukafunguke, njia zako zikawe wazi. Amesema ataweka malango wazi, wala hakuna atakayefunga. Milango yako ikawe wazi. Piga hatua, nenda umiliki na kutawala katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu ninamwinua mama huyu mbele zako. Unayajua maisha yake, unajua wapi anapita, unayajua maisha yake Bwana, maisha yake unayajua, unayajua Bwana. Ninamwinua mbele zako Bwana majeshi, ni yule ulimfia pale msalabani, usinyamaze kwa ajili yake. Ninarejesha sitarabasa yanama kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Rika saterebosa yanama mandarabosi keterebosa yanama, wa uchungu ukaondoke paka katika jina la Yesu. Hiyo mipaka, hayo maneno yameuchosha moyo wako. Bwana amekuona, Bwana amekuona, Bwana amekuona, ameyaona maisha yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninayahukumu hayo maneno, ninayahukumu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hiyo mipaka, 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 hiyo mipaka ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hiyo mipaka, wamesema utapiga hatua, wamesema utamiliki, ninayavunja, ninavunja hizo madhabahu walizotamka hayo maneno kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa damu
Bwana anarejesha ushindi katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu namwinua binti mbele zako, tamka neema, msaidie Bwana, mponye katika jina la Yesu Kristo aliye hai, hatima yake ikafunguke. Gusa maisha yake Bwana, kila mipaka katika ulimwengu wa roho, hiyo mitego ninaifyatua katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninayahukumu maneno yaliyotamkwa kinyume nawe katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo. Nenda ukawe baraka. Bwana awe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninamwinua binti yako huyu, unayajua maisha yake, wapi anapita. Rika ya nderebosa ya anderebosa kaya na mama, kila mipaka katika ulimwengu wa roho, hiyo mipaka iliyosimama, hiyo mipaka iliyosimama ninaivunja kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Hayo maneno yaliyotamkwa kinyume na wewe katika ulimwengu wa roho, ninayafuta na kuyahukumu. Hayana nafasi, hayana nafasi katika jina la Yesu. Bwana kurejeshe, akupe haki yako katika jina la Yesu. Nenda utawale, nenda ukavuke hiyo mipaka. Neema zaidi ya neema iwe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, katika jina la Yesu ninamwinua mtumishi wako huyu mbele zako, unayajua maisha yake. Rabosa ya nama retreseke yerebosa ya nama mando robosi kayanda rabasa ya nama. Baba, msaidie, ponya maisha yake, gusa maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Kila mipaka katika ulimwengu wa roho ninaivunja katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ponya uchumi wake, ponya maisha yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kambariki na kumlinda, kamponye katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mikono yako ikabarikiwe, mikono yako ikatiwe nguvu, mikono yako ikatawale, mikono yako ikamiliki katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Walikuwa kwenye kijiji kidogo cha Gosheni. Bwana, uliwapa kumiliki na kuongezeka. Bwana Mungu, ukamwongeze mtumishi wako, ukamwinue na kumponya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Vuka, nenda umiliki, nenda utawale katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, katika jina la Yesu na mwana wa kijana huyu, natamka uzima na afya njema katika jina la Yesu. Ponya maisha yake, masomo yake, akawe kichwa wala si mkia, wajusi wa chini. Kambariki Bwana, akawe baraka katika maisha yake, katika familia na katika kanisa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kazi za adui hazina nafasi juu yake. Ponya maisha yake Bwana, tetee mfalme wa wafalme katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu. Baba, ninamwinua binti mbele zako. Rebosa ya na mama masatarabasha ya ndarabaseke rebosa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Roposika ya nderebosa ya nama, hiyo mipaka ikavunjike sasa, ikavunjike sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hizo nyafa, hayo maneno yaliyotamkwa katika ulimwengu wa roho, manderevosaka, ninayahukumu hayo maneno, hayana nafasi juu yako. Baba, kutana na mahitaji yake ya kimwili na ya kiroho. Gusa maisha yake, ponya na kumkumbuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mwokozi.
Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, ninawainua watoto wote hawa mbele zako e Bwana. Bwana, baraka uliotupa e Jehova, waponye na kuwalinda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kaza adui hazina nafasi juu yao katika jina la Yesu. Ukakue katika kimo ukimpendeza Mungu na wanadamu. Kawe kichwa si mkia kwenye masomo yako. Bwana akupe afya njema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ukawe kichwa si mkia, wa juu si wa chini katika masomo yako. Bwana akuponye na kukulinda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kawe baraka mbele za watu na mbele za Bwana katika jina la Yesu. Hatima yako ikafunguke, hatima yako ikafunguke, hatima yako ikafunguke, hatima yako ikafunguke kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, namwinua mtoto huyu, natamka uzima na afya njema, kamponya na kumlinda, akawe kichwa si mkia kwenye masomo yake, wa juu si wa chini. Gusa maisha yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba uniangalie, ninamwinua mtoto huyo mbele zako Bwana. Ponya maisha yake na hatima yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana ukamponye, ukamponye, akawe baraka katika jina la Yesu. Natamka uzima na afya njema, kawe vichwa wala si mkia, wa juu si wa chini. Bwana walinde na kuwaponya, wazingire kwa ukingo wa moto katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninawatenga mbali na mabaya yote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Magonjwa ya kitoto toka katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kawe na afya njema kwa damu ya Yesu. Kakue katika kimo kimpendeza Mungu na wanadamu. Kawe baraka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Magonjwa ya kitoto hayana nafasi juu yako katika jina la Yesu. Ukakue katika kimo ukimpendeza Mungu na wanadamu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watoto hawa, walinde na kuwaponya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Naweza ukamshangilia Yesu kwa makofi ya shangwe. Haleluya, haleluya. Ushindi upo, sema amen. Tunavuka, sema amen. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninaamini kupitia neno hili hatutabaki kama tulivyo. Kuna mahali Mungu anatupeleka na sisi tutakuwa shuhuda. Mungu awabariki sana. Nimefika mwisho wa somo langu. Nitamkaribisha kiongozi ataendelea. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Ongeza makofi ya shangwe kwa Yesu. Haleluya. Ongeza tena kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Tunamwamini Mungu, tumevuka na Mungu amevunja hiyo mipaka. Haleluya. Hatutakuwa na mipaka tena. Sema amen. Kigamboni tunasonga. Kigamboni tunasonga. Sijasikia. Kama usonge mbele unanyamaza. Kigamboni tunasonga. Kigamboni tunasonga. Hebu jipigie makofi. Haleluya. Hatutakuwa na mipaka ambayo itakayoweza kutuzuia. Tunasonga mbele. Hebu simama kwa miguu yako, tumshukuru Mungu. Simama kwa miguu yako, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Libarikiwe jina lako, litukuzwe jina lako. Asante kwa ajili ya upendo wako na nguvu zako. Asante kwa ajili ya neema yako na kibali chako.
Tuna kila sababu ya kulibariki jina lako, maana unastahili. Katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunasema asante. Pokea utukufu na heshima. Kila mmoja aliyeingia hapa Bwana ukambariki na kumtunza, maana wewe ni mwema, ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Amen. Haleluya. Tumefika mwisho, tuseme neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Amen. Basi ninaomba vijana, tutakapotawanyika vijana tuonane pale kama kawaida, ili tuweze kupeana mawili matatu na senti yetu ndogo, si ndio na kukuza kama mfuko ketu. Na pia wamama watakutana hapa. Pia kwaya, kuna mahali tulialikwa kule EAGT Salanga pale. Kwa hiyo tutakaa baada ya vijana hapo, tutakaa tuone namna gani tuende tukaweze kusapotiana na wenzetu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tuweze kusalimiana hapa. Tembea na Yesu, tembea na Yesu. Karibu. Tembea na Yesu. Haleluya, amen. Tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu. Haleluya, amen. Ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, mahali popote, amen. Haleluya, amen, 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 amen. Tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu. Oh, tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu. Amen, haleluya. Oh, amen, 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 haleluya. Amen, amen, amen. Ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, tembea na Yesu. Haleluya. Oh, tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu, amen, haleluya. Amen, 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 amen. Oh, amen, 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 amen. Oh, amen, 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 amen. Oh, amen, 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 amen. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Oh, amen, 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 amen. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Basi Mungu wa mbinguni awabariki vijana, tukutane hapo kidogo, alafu baada hapo